Naelekea katika kaunti ya Kisumu na ambapo Rais William Ruto amepinga madai kuwa anashusha hadhi ya urais kutokana na maneno aliyotumia kuwakosoa viongozi wa upinzani, maneno yanayodaiwa kuwa ni maneno machafu. Akizungumza katika kaunti ya Kisumu, Rais Ruto ametaja njia aliyoitumia kuwakosoa viongozi hao kuwa sahihi, akidai kuwa kwa muda mrefu amesalia kimya huku upinzani ukiendelea kumkosea heshima. Rais sasa akiapa kuendelea kutumia njia hiyo hiyo kukabiliana nao. James Mwangi anaarifu. Karibu sana, asante sana Mheshimiwa Rais. Huku Rais William Ruto akiendelea kukosolewa kwa kutumia lugha ya kuwadhalilisha viongozi wa upinzani, Rais Ruto ameendelea kupinga madai kuwa aliwakosea heshima viongozi hao kutokana na yale aliyosema kuwahusu, akidai kuwa alinuia kuwarekebisha viongozi ambao wamekuwa wakimwelekezea matusi kila wanapopata fursa ya kuzungumza. Najua wale wamenitukana mwaka 2 mfululizo for 2 years, wamenitukana for 2 years mfululizo. Juzi nimewajibu siku moja, na hata sikuwajibu, niliwaambia tu tabia yenu si mzuri, wakuwe na nidhamu, chakula wapunguze, wasikule sana. Sasa hiyo nimesema iko makosa wapi hapo? Makosa iko wapi? Mimi sijatumia lugha ya matusi. Kulingana na Rais Ruto, njia aliyotumia kurekebisha viongozi hao ni njia sahihi, na ataendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha kuwa watakomesha maovu wanayoendeleza. Hawataki tushindane kwa sera, hawataki tushindane kwa sababu they don't have. Hawana mpango, hawana agenda. Wanataka tu majibizano kati yangu mimi na hao. Sasa nikawajibu tu kidogo, nduru wameanza body shaming, sijui nini. Kwani kuambia mtu enda kwa gym na upunguze chakula ni body shaming? Mumeua wasichana, watoto, mumewaua, mumewafanyia mambo mabaya. Wacheni. How is that unpresidential? Kwani kwa makosa kuambia watu wawache mambo ya kuua wengine? Yeah. So na bado nimesema 1% of my time nitatumia kudeal na hawa watu, kwa sababu mnasema ni wanyorosho. Haya yalijitokeza wakati wa maadhimisho ya Idul Fitri katika ikulu ndogo ya Kisumu. Viongozi wa ODM waliondamana na rais wakipinga madai kuwa Rais Ruto anakosea heshima nafasi aliyonayo kama kiongozi kutokana na yale aliyoibua kuhusu viongozi wa upinzani. Mtu akijibu hawa huko nje, sio ndani ya kanisa, tena wanalia. Mwenye anajibu hawa, hajajibu hawa ndani ya kanisa, amejibu hawa huko nje, sasa tena unalia. Hajasema kitu yote mbaya, amesema uache kukula mkate na uji saa 10. Hiyo ndio inafanya watu wananona. Saa 10. Kitu moja rais amesema juzi inanirudisha kwa maandamano vile naona. Nataka niende kwa maandamano, ule mtu ambaye anapea wasichana mimba alafu anaua hao, akamatwe, awekwe ndani. James Mwangi, Undugu TV.